like, comment, share, alafu tunaendelea na mambo mengine. Cassian hakuzaliwa na bahati mkononi. Alizaliwa na ndoto moyoni. Alikulia mtaa ambao kila mtu alikuwa anapambana kivyake. Wengine walikata tamaa mapema, wengine walipotea njiani, lakini Cassian alibaki kusimama. Kila asubuhi alikuwa anaamka na mzigo wa mawazo, lakini pia moto wa ndani. Wakati mwingine anacheka ndoto zake. Yeye alikuwa anazifanya kuwa ahadi ya kutoka pale alipokuwa, ahadi ya kuonyesha kwamba mtaa pia unaweza kutoa nyota. Maumivu yalikuwa mengi, kupoteza, kukataliwa, kukosa kulikuwa na siku alijiuliza kama anaendelea bure. Lakini kila mara alipokuwa karibu kukata tamaa, sauti ya ndani ilimwambia, endelea, bado hujachelewa. Usiku alikuwa anaandika, anaota, anaomba, mchana anahaso, anajifunza, anavumilia, anatafuta shortcut, alitafuta mabadiliko, alijua heshima haitolewi, inajengwa. Leo hii Cassian bado yupo njiani, lakini tofauti ni moja. Sasa anaelewa kuwa safari ndiyo inayomjenga kuwa mtu mkubwa kuliko aliyowahi kufikiria. Kila jeraha ilimpa heshima, kila kuanguka kulimfundisha kusimama vizuri zaidi. Na siku moja watu watasema, yule Cassian alitoka mbali, lakini hakusahau alipotoka.